Uponyaji wa ndoa. Ndoa ni jambo la msingi sana, ni jambo zuri sana. Mungu anampatia mwanadamu vitu viwili vya thamani. Cha kwanza anampatia wokovu, yani uzima wa milele. Jambo la pili anampatia mke mwema. Sasa ndoa nyingi zimekuwa na matatizo, lakini kwa sababu wanandoa wanaishi maisha si ya kwao. Mwanamke anaishi maisha ya upande wa kwao hapo kwa mume wake, na mwanaume anaishi maisha ya upande wa kwao hapo kwa mke wake. Hawa watu hawawezi wakaimarika, ndoa hizi haziwezi zikaimarika, na ndoa nyingi ziko hivyo kwa bahati mbaya. Maandiko yanasema hivi: mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, watakuwa mwili mmoja. Na mwanamke vile vile ataachana na baba yake na mama yake, ataambatana na mumewe, atakuwa mwili mmoja. Nini maana ya kuacha? Kwamba atatoka upande ule wa kwao, atakuja kuishi na mwanamume hapa, na mwanamke atatoka kule upande wa kwao, atakuja kuishi na mwanaume hapa. Sasa hawa wawili, kiongozi lazima patikane hapa. Kiongozi wao awe Roho Mtakatifu. Sasa kwa bahati mbaya, watu hao wanandoa ambao wawili wameunganika wanaishi kwa vipande. Yaani mwanamke anaishi kwa kipande, kwa maneno ya shangazi, ukienda kule sio nini na nini, mengine mambo si mambo ya kuimarisha ndoa, ya kubomoa ndoa. Huyu mwanamke ameyabeba, kashindiliwa kichwani. Kwa hiyo anaishi kwa kipande cha baba yake, mawazo ya babake, anaishi kwa mawazo ya kaka zake, mawazo ya shangazi zake, mawazo ya bibi yake, anakuja kuishi naye kwa mume wake. Na mwanaume vile vile anachukua mawazo ya babu yake, ya kaka yake, ya mashangazi, anakuja kuishi na mke wake. Unaona? Sasa wakija kuishi kwa mawazo ya ndugu zao, ndoa hiyo inakuwa pasua kichwa, ndoa inakuwa changamoto. Lakini kumbe kiongozi wao ni Roho Mtakatifu. Sikatai kusikiliza mawazo ya wazazi, lakini lazima yachujwe. Kila wazo nalipata upande wa mwanamke lichuje, usiliingize tu kwenye ndoa, lichuje. Na upande wa mwanaume wazo usiliingize tu kwenye ndoa, lichuje. Sasa ukilichuja utapata kitu kizuri. Roho Mtakatifu au kiongozi hapo, Mungu mwenyewe. Sasa anapokuwa Mungu kiongozi juu